Assalamu alaikum na michezo, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Sports Center, kipindi ambacho kinakuletea dondoo zote za michezo zilizoweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wananchi Young African Sports Club wameondoka na alama moja ugenini Algeria dhidi ya GS Kabylie kufuatia sare ya 0-0 huko Algeria kwenye mchezo wa kundi B. Hiyo imepelekea Young African Sports Club kufikisha alama 4 kwenye kundi B, huku GS Kabylie wakishika nafasi ya mwisho kwenye msimamo. Azam FC imepoteza mechi yake ya pili mfululizo kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kulala goli 2-0 dhidi ya Maniema Union kabla ya kupoteza tena goli 1-0 dhidi ya Wydad Casablanca katika dimba la New Amani Complex Zanzibari. Mwanamichezo, Al Ahly imerejea kundi B kwenye ligi ya mabingwa Afrika kufuatia sare ya 1-1 dhidi ya wenyeji wao AS FAR Rabat, wakifikisha alama 4 baada ya mechi mbili sawa na Young African Sports Club iliyoshika nafasi ya pili na Al Ahly kuongoza kundi. Pia Nasoro Idrisa ambaye ni rais wa Azam FC ameshinda nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB baada ya kumshinda CPA Hosea Lugano, mwenyekiti wa Namungo FC kwa kura 7-6. Kesho tarehe 30 Novemba, Simba Sports Club watarusha karata yake ya pili kwenye mchezo wa kundi B CAF Champions League dhidi ya Stade Malien. Simba mchezo wa kwanza walipoteza uwanja wa nyumbani dhidi ya Petro Atletico goli 1-0 ugenini kwenye jiji la Bamako. Simba watatoboa dhidi ya Stade Malien. Mwanamichezo, hii ni Sports Center na jina langu ni Rahma Bilali. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii: YouTube kwa jina la Arnold TV, TikTok Arnold TV, Facebook kwa jina la Arnold TV na Instagram kwa jina la Arnold TV.